lakini vile vile tunawashajihisha ndugu zetu Wizara ya Maji kuhakikisha kwamba ufungaji wa mito katika maeneo mbalimbali ya matumizi ya maji yetu unafanikiwa, ili kwanza kuepusha upotevu wa maji, lakini kufanya pia watu wanaotumia maji wawajibike kwa matumizi ya maji walionayo. Lakini muhimu vile kubuni vyanzo vipya vya mapato ili kukuza sekta ya maji. Tusiendelee kutegemea chanzo cha aina moja katika kukuza sekta ya maji. Nitoe wito kwa wadau wote wa sekta ya maji kutambua kwamba hakuna sekta, hakuna idara, hakuna taasisi ambayo maji si muhimu kwake. Hakuna binadamu hata mmoja ambaye maji si muhimu kwake. Kwa hiyo natoa wito kwa wizara zote, taasisi zote za serikali, taasisi za umma kujenga mtandao wa ushirikiano katika kuzikabili, kuzitatua na kuzirekebisha changamoto za maji, ili mwisho wa siku dhamira ya rais wetu ya kuwa na nchi ambayo imeondokana na changamoto za ukosefu wa maji safi na salama iweze kufanikiwa. Lakini vile vile dhamira ya kulinda vyanzo vya maji. Tumetaja mito mikubwa, maziwa makubwa matatu kwa ajili ya kupata maji safi na salama kwenye nchi yetu katika mfumo wa gridi ya maji. Maziwa yale yote yanapokea maji yake kutoka kwenye mito mbalimbali inayoingiza maji kwenye maziwa yale. Mito ile ikikauka, maana yake ni kwamba maziwa yale hayatakuwa na maji. Tutafanya kosa la kijinga sana kama tutaelekeza nguvu zetu katika kupata tu maji kutoka kwenye maziwa haya makubwa matatu bila kulinda vyanzo vinavyoingiza maji kwenye maziwa haya. Kwa hiyo nitoe wito kwa wadau wote wa maendeleo kuona kwamba tuna wajibu wa kipekee wa kuvilinda vyanzo vya maji katika nchi yetu, ili mpango wa serikali, mpango wa rais wetu wa kuondoa changamoto ya maji uweze kufanikiwa, lakini vile vile ili tuweze kurithisha kizazi kijacho nchi inayofaa kuishi. Nataka niwahakikishie mimi Juma Aweso nikiwa na naibu waziri kaka yangu Injinia Kundo, katibu mkuu wa Wizara ya Maji, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maji, management ya Wizara ya Maji na watendaji wa Wizara ya Maji, hatutokuwa kikwazo kwa Watanzania waishio mijini na vijijini waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nitumie nafasi hii kukukaribisha ili kuzungumza na wana Morogoro ili na maelekezo tuweze kupokea kwa ajili ya kwenda kufanya kazi site. Mungu akubariki sana, karibu sana kwa ajili ya mkutano. Asante. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ahadi tuliyopata ya serikali yake ya kwamba jambo hili la mafuriko tunaenda kupambana nalo na litafika mwisho. Tuna ahadi ya kupokea mabwawa ya kuvuna maji ambayo yatatumika kwa ajili ya huduma za maji, lakini pia kufikisha masuala ya umwagiliaji kwenye kilimo na kadhalika. Hivi tunavyozungumza, wataalamu wa bonde la Wami Ruvu wamenifahamisha kuwa wamekuwa wanafanya kazi mfumo wa mafuriko haya ili kubaini maeneo ambayo yanatakiwa haya mabwawa ya kuvuna maji yaende yakakae, na tunaamini kwa upande wa Kilosa, kwa upande wa Mvomero na kwa upande wa Kilombero kule yatapunguza kwa kiasi kikubwa athari hii ya mafuriko ambayo tunakumbana nayo sasa hivi. Kulingana na mabadiliko ya tabia ya nchi hivi sasa na ongezeko la mahitaji ya maji kwa manispaa ya Morogoro, kwa sasa mamlaka ya maji ya Morogoro ina uwezo wa kuzalisha lita milioni 47 ambako mahitaji kwa sasa ni lita milioni 81. Kwa umuhimu huo, serikali ikaona haja ya kuanza kulipanua hili bwawa. Sasa hivi linapanuliwa hili bwawa, kwa hiyo linakuwa na uwezo wa kuongeza maji takribani lita bilioni 22.06. Hivyo linakuwa na uwezo wa upatikanaji wa maji kwa 100% kwa manispaa ya Morogoro.